leo alfajiri na kutoka usiku hao kina mama wamelala nje wakivunjiwa. Mamia wakazi wa eneo la National Housing Changamwe, kaunti ya Mombasa, wameachwa bila makazi baada ya serikali kubomoa nyumba walizokuwa wakiishi, katika zoezi lililoibua hisia kali kutoka kwa viongozi na wananchi. Akizungumza eneo la tukio, mgombea wa kiti cha ubunge Changamwe Mnyoke Chalo alisema wakazi wengi walifurushwa usiku bila maandalizi ya kutosha, hali iliyosababisha hasara kubwa ya mali na kuwaacha wengi wakikosa mahali pa kuishi. Mimi kwa majina ni Mheshimiwa Mnyoke Chalo. Leo hii tuko hapa National Housing. Wamefukuza watu kutoka usiku bila kuwapatia notice. Na tunasema hiyo kitendo tunaikashifu kabisa, kwa sababu hata kama ni mradi unataka kufanywa wa low cost housing, ni vizuri kukuwa na utaratibu. Watu wameenda hasara kubwa sana, nyumba zao zikabomolewa, mali yao ikaharibiwa. Kwa upande wake, mbunge wa Changamwe Omar Mwinyi alisema maafisa wa usalama walifika wakiwa na dhamira ya kubomoa nyumba 170. Alieleza kuwa wizara husika ilishindwa kuwashirikisha wananchi kabla ya utekelezaji wa zoezi hilo na kuisuta serikali kwa kutosikiliza malalamiko na kilio cha wakazi walioathirika. Asante sana. Kwa jina naitwa Omar Mwinyi, ambaye ni mtumishi wa bunge la Changamwe. Leo ikiwa ni siku ya Jumapili, tumekuwa na uvamizi wa polisi katika haya makao ya National Housing, na walikuwa wamekuja kwa dhamira ya kuvunja nyumba 170. Tunalaumu wizara husika kuwa haikuweza kuwahusisha wananchi, na pia vile vile serikali haikuweza kusikia kilio cha wananchi pia vile vile. Naye mwakilishi wa mama katika kaunti ya Mombasa, Mama Zamzam, alisema kuwa ingawa maendeleo ni jambo la muhimu kwa taifa, utekelezaji wa shughuli za kuwaondoa wananchi kwenye makazi yao unapaswa kufanywa kwa utu na heshima. Alisisitiza kuwa walioathirika ni Wakenya wanaostahili kushughulikiwa na kuzingatia haki zao na utu wao. I just want to tell those people who are dealing with these things, sisi tunataka maendeleo ndio. We want even though najua wakijenga hawa wanafaa wao ndo watu wa kwanza kurejeshwa hapa. But eviction inafaa ichukuliwe na dignity. Hawa ni Wakenya. Umeona, sio mnakuja na fujo. Mnafanyia hawa kina mama wengine wametoka ndani, hawajui, na watoto wachanga wako kwa baridi. Na nikiripotia Swahili Pot FM kutoka eneo bunge la Changamwe, kaunti ya Mombasa, jina langu ni Samuel Mutethia. Swahili inatuleta pamoja ndani ya Swahili Pot FM 91.7. Marhaba.